Neno hili niliangalia maisha ya mwanadamu na nikaangalia jinsi Biblia ilivyoanza kuandikwa na kunakiliwa katika uumbaji wake Mwenyezi Mungu, ya kwamba kila kitu alichokiumba kilikuwa sawa machoni pake na alipendezwa nacho. Lakini ilipofika nafasi ya uumbaji wa mwanadamu, alimuumba ndiyo kwa mfano wake, lakini Mungu akaona si sawa mtu huyu awe peke yake, nikaweze kumpa msaidizi. Na huyu msaidizi, tunapoingia katika ule mstari wa 6 ambao tumesomewa, inatuambia ya kwamba alipoona ya kuwa mti ule wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Haleluya! Alitoka katika leni na mpango wa Mwenyezi Mungu, akatoa tunda na akaweza kulila na kulielekeza kwa mume wake. Bwana asifiwe sana. Tunapoongea kuhusu spiritual diversion, hizi ni tactics ama mbinu ambazo hazionekani, lakini zina nguvu za kidunia ambazo zinaleta uharibifu ndani ya mawazo ya mwanadamu, zikamtoa katika focus yake, mtazamo wake, na zikamtoa katika mwelekeo wake, na zikamtoa katika mpango wa Mwenyezi Mungu na kuelekeza katika mpango wa moyo wake mwenyewe. Na liposa katika Mithali 14 tumeambiwa ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Njia za mwanadamu mwanzo wake zinaleta kicheko, zinaleta furaha na tabasamu, lakini Biblia imetuambia kwamba wakati wa mwisho ni uzito wa moyo. Bwana atusaidie sana. Na hizo ndizo njia zinazotutoa katika hali ya kiroho na zikatuelekeza katika hali ya kidunia, zikatuelekeza katika hali ambayo haina mpango wa Mungu ndani mwake. Spiritual diversion. Biblia inatuambia kwamba watu hawa walipotumia tunda lile wakaweza kujitambua, maana macho yao yalifumbuliwa, wakajiona wako uji. Na mstari wa 9 ambao ni my key verse, Biblia inatuambia Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Na hili ndilo swali langu kwako mimi pamoja na wewe. Where are you? God knew where Adam was, yes, physically and spiritually. Lakini sasa anataka kutambua wewe pamoja na mimi, maisha yetu ya kiroho yako wapi? Where is our spiritual stand? Where is our spiritual prosperity? Where is our spiritual plan ambayo Mungu alikuweka ndani? Maana nilipokuwa nikiandaa ujumbe huu, niliangalia mwanadamu ambaye Mungu alimuumba na akazaliwa kama mtoto mdogo, mtoto ambaye alipokelewa na wazazi. Siku zilipofika akapelekwa kwenye madhabahu for dedication, na alipoendelea kuwa mkubwa, uamuzi ukafika mikononi mwake, akajichakulia. Bwana asifiwe sana. Kama ni msichana, alilelewa katika dini, akaolewa, akafika kule ambapo alifika, akaambiwa nao, hapa si salvation, nami ni Catholic, utaingia. Hapa si Catholic, ni Lecho Maria, utaingia. Hapa si Lecho Maria, ni AIC, utaingia. Na ukaingia katika dini lile. Kwa ajili gani? Kukuza maisha yako ya kiroho. Lakini asubuhi ya leo, mchana wa leo, na siku ya leo, tarehe ya leo, nataka ukaweze kujiuliza, Mungu anapokupata sahizi, uko wapi? Uko wapi katika ushirika wake? Uko wapi katika nafasi aliyokuweka? alipata Adam
ameondoka katika nafasi yake, na nafasi ambayo Adamu alikuwa, the Bible tells us that ilikuwa ni nafasi ya aibu, kwa sababu hakukuwa na mavazi, alikuwa uchi, aking'ang'ana kutoa matawi ili akaweze kujifunika. Haleluya. Alipokuwa aking'ang'ana kutoa matawi na akisikiliza sauti ya Mungu, Biblia inatuambia alikuwa ametoka uweponi mwake, alikuwa ametoka ndani ya baraka za Mwenyezi Mungu. And the Bible tells us that wakati alipotoka katika mpango na baraka za Mwenyezi Mungu, what followed was a punishment. Ataiwa Yesu. Alitoka katika nafasi ya ustarehe, comfort zone, na akaingia katika nafasi ya kadhabu, mateso. Akaingia katika nafasi ambayo ilijaa chuki na hatari za kila namna. Biblia inasema aliamrishwa kutoa jasho ili akaweze kujitwalia chakula. Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo, mchana wa leo na siku ya leo, wewe mama yangu, baba yangu, family life is a circle, inaenda ikizunguka. Hatimaye mwisho ni kwamba sisi zote tutalala katika mauti, na kama tutalala katika mauti, hukumu itakuja. Mungu atakupata katika nafasi gani? Maisha ni mafupi ndugu yangu, dada yangu. We are struggling to hide. Tunang'ang'ana, tunakimbia kujificha katika maficho ambayo tunajua kwamba Mungu hatuoni, katika maficho ambayo tunajua kwamba ni sisi tuko mahali pale. Wengi wetu tuko mijini, tunafanya kazi ambazo tunajua ni zetu. Mtu wa familia akisema ni kutembelee, unasema no, sipataki off. Pale ambapo tunaishi hakuruhusiwi wageni. Mahali ambapo tunaishi kuna mbwa kali. Why? Because of what you are doing. Kile ambacho unafanya, umejificha. Psalms 139. Daudi akasema, Bwana, umenichunguza, umenijua. Umejua kwenda kwangu na kuondoka kwangu. Umejua kila sehemu ya maisha yangu. Daudi akasema, hata nikienda ndani ya giza, hapo unaniangaza. God is ever present, omniscient, anakuangalia katika nafasi yako ya maficho. Bwana asifiwe sana. And leo nataka nikaweze kukumbusha ya kwamba Mungu anataka tukaweze kutoka from our hiding zones. Wachungaji wako mahali hapa, Mungu anataka tukaweze kujitoa katika mapito yetu ya kujificha. Wengi tunajificha tukaonje pombe kidogo, tunajificha tukafanya washarati, tunajificha tukaweze kwenda nje ya ndoa zetu. Kwa nini tujifiche kama ni jambo ambalo ni halali jamani? Ataiwa Yesu. Mambo matatu nataka tukajikumbushe katika somo hili, ya kwamba lengo la shetani na mpango wa shetani ilikuwa ni kupomoa nafsi ya mwanadamu. Na nafsi ya mwanadamu ilipomolewa namna gani? Jambo la kwanza, anakuja kwa mwanamke na kumuuliza, Mungu hakukuambia haipaswi ule kutoka katika mti huu? The devil knew ya kwamba Mungu alikuwa ameagiza, don't eat from this tree. The devil know that kuna nafasi fulani ambayo unang'ang'ania na unabambania ukaweze kuijenga. The devil knows the word of God, na anakuja kwako akiuliza, si lazima hili jambo uliambiwa, si lazima, but nataka nikwambie, toka pale, ingia mahali hapa, pata raha fulani. Bwana asifiwe sana. Ambalo shetani alilitumia
alimwambia mwanamke, kuza tu. Haleluya. Kuza tu. Mti huu kuza tu. And unapokuza, you are overpowered. Haleluya. Yeah, kuna nafasi katika maisha, especially ulimwengu wa saizi. Watu wengi wako mentally disordered. Mental health yetu imeharibiwa katika nafasi ya mambo yanayojiri katika ulimwengu. Na kwa sababu hiyo unajifikiria, kuza tu. Mwanamke uko pale, budget imeshindikana kwa nyumba, umepatana na mtu amekupatia kadhao. Kuza tu kadhao. Ukasikia kautamu kakadhao, ukasema mpango wa kando ni mtamu. Hata iwa Yesu. Eve alipoambiwa touch, alikuza. Na alipokuza, tunarudia ule mstari wa 6. Aliona ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, ni mti wa kutamanika kwa maarifa. It was good. Number 3. Shetani alitaka achukue nafasi ya kudinai ya kwamba kile Mungu alikuwa ameandaa si haki, kwa kumwambia huu ni mti wa uzima, kujua mema na mabaya. Bwana asifiwe sana. Na number 4, alijiweka katika nafasi ya kuambia mwanamke, and you will be like God. Utakuwa kama Mungu. Lakini sasa ilipotokea hivyo, mwanamke hakukuwa kama Mungu, Adamu hakukuwa kama Mungu, mambo yalibadilika. Na yalipobadilika, wacha tukapate somo la Biblia kutoka Revelation chapter 13.